Day 2 News. We enlighten the dark side. Mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM Taifa Mohamed Ali Kawaida amesema amesikitishwa na kile alichodai ni matamshi ya rais wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania TEC Askofu Wolfgang Pisa kuhusu ushiriki wa waumini wa Kanisa Katoliki katika masuala ya kisiasa nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Tanga, Kawaida amesema alitarajia kauli ya kiongozi huyo wa dini iwe ni sauti ya mshikamano katika jamii badala ya maneno ambayo amedai yanaashiria mgawanyiko. Nimesikitishwa sana na matamshi yake ambayo sasa nyote mnayafahamu na nisingependa kuyarudia hapa, yamenisikitisha sana, amesema Kawaida. Ameongeza kuwa walichotarajia ni kuona sauti ya mshikamano kutoka kwa rais wa TEC, lakini badala yake amedai wameona sauti ya kutenga watu, kusahau ukweli na kujenga roho isiyo na mshikamano, jambo alilolisema halina nafasi katika taifa. Hata hivyo, katika tukio alilolirejelea Kawaida, yani Septemba 25, 2025, wakati wa misa takatifu ya kilele cha jubilea miaka 100 ya seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalala, jimbo kuu Katoliki la Tabora, rais wa TEC Askofu Pisa alieleza kuwa kwa mujibu wa sheria za Kanisa Katoliki, viongozi wa kanisa wakiwemo mapadri na watawa hawaruhusiwi kushiriki katika kampeni zozote za kisiasa. Aidha, alisema viongozi hao hawapaswi kutambulishwa na chama chochote wala kuvalishwa vazi lolote la chama chochote cha siasa. Hebu tumsikie Kawaida jinsi ambavyo akizungumza. Hii ni Day 2 News. Nizungumzie kauli ya mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC aliyoitoa Kipalapala Tabora Septemba 25 mwaka huu. Naamini wengi wenu mmemtazama na kusikia kauli hiyo katika kipande cha video klipu akizungumzia masuala ya uchaguzi na tume huru ya uchaguzi. Katika ule muktadha wa kweli tatu, nyuzi zinazofumba uhai wa taifa letu, nimesikitishwa sana na matamshi yake ambayo sasa nyote mnayafahamu na nisingependa kuyarudia hapa. Yamenisikitisha sana na kwa sababu zifuatazo. Kwanza, huyu ni kiongozi wa kiimani ambaye kwa msingi wa mafundisho ya kidini tungetarajia awe sauti ya maridhiano, mshikamano na mlinzi wa kweli. Lakini tumeona kinyume chake. Tumeona na kusikia sauti ya kutenga watu, kusahau ukweli na kujenga roho isiyo ya mshikamano, roho ambayo taifa letu daima limepigana nayo na kushinda, kwani tumeona madhara yake kwa nchi nyingine chini ya awamu ya 6 ambayo ndiyo ilifanikisha kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu mchakato wa mabadiliko ya kisheria kuhusu uchaguzi ambao ulikuwa kilio cha muda mrefu cha wadau wengi. Hii ni pamoja na kuzingatia mambo yafuatayo. Moja, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ni sheria mama inayotoa dira, huku ikieleza kuwa wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na serikali hupata madaraka yake kutoka kwa wananchi, ibara ya 8 ikithibitisha kuwa taifa linafuata misingi ya kidemokrasia. Ili kuhakikisha haki hizi zinafuatwa, ibara ya 74 inaunda tume ya uchaguzi na kuainisha taratibu zake, ikihakikisha kuwa uchaguzi unafanywa kwa uwazi, huru na wa haki. Pili, sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge, madiwani ya mwaka 2024. Sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge, madiwani 2024 imetoa haki ya vyama kuwa na mawakala katika kila kituo cha uandikishaji. Viongozi wetu wa kijamii na kiimani wanapokengeuka na kusahau mambo haya, wanaingia katika usio na afya wao wala kwa nchi. Kauli zenye kuleta utengano na zinazoweza kuhatarisha uhai wa nchi yetu. Ninaamini kabisa waumini wanatoa michango mingi kuwezesha viongozi hawa kutafuta na kupata taarifa za kina za mambo na mwenendo wa nchi kiuhalisia kabla kuzungumza, kwani kauli zao zina athari yake. Viongozi wetu wa dini wawe na kauli zenye kuleta watu pamoja, zenye kuponya badala ya kauli za kutenga, za marufuku, za kutisha na za hisia. Day 2 News.
we enlighten the dark side.